Mtumishi wa Mungu Derek Michael, mkaribishe kuweza kufuatilia kwa mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Usahau kushare, kulike, comment pamoja na subscribe. Kali watu wengi kwenye maisha hawapokei kutoka kwa Mungu au hawafanikiwi kupokea uponyaji wao kwa sababu ya kujiwekea vigezo vyao, kwa sababu ya kujiwekea vizuizi vyao. Kuna mtu analaumu mazingira aliyopo ndio amemsababisha yeye asiweze kufanikiwa, asiweze kutoka kwenye hali ya umaskini, asiweze kutoka kwenye hali ya uchumi alionao na kuweza kwenda kwenye nafasi nyingine. Kuna mtu analaumu wazazi ambao hawakuhusika kwenye maisha yake. Alipokuwa anatakiwa kupewa ada, hawakutoa ada. Alipokuwa anataka wazazi wampe sapoti, hawakumpa hiyo sapoti aliyokuwa anaitaka. Kwa hiyo kutokana na hiyo sababu, yeye anakuwa analaumu wazazi wake kwamba hawa wazazi ndio walionifanya leo hii nisiweze mimi kufika ambapo nitaka kufika. Kuna mwingine analaumu serikali kwamba kutokana serikali kutotoa vitu fulani ambavyo vingewezesha yeye vijana au vingemwezesha yeye mwenyewe kuweza kujikwamua kimaisha. Kwa hiyo anabaki na sababu ya kulaumu serikali. Na kuna mwingine yeye analaumu watu ambao wapo karibu naye, kwamba watu ambao wako karibu naye ndio wamesababisha yeye asiweze kufanikiwa kwenye maisha yake. Nikupe mfano, kwenye Biblia kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Huyu mwanamke aliweza kwenda kumgusa Yesu, kwenda kugusa pindo la Yesu, na alipogusa pindo la Yesu tatizo lake liweza kutatuliwa. Yesu aliweza kumponya yule mwanamke. Kulikuwa na sababu kubwa ambayo ingemfanya yule mwanamke asiweze kwenda kugusa Yesu, asiweze kwenda kukutana na Yesu, kwa sababu katika lile kusanyiko kulikuwa kuna watu wengi, watu takriban zaidi ya 5,000 walikuwa wamemzunguka Yesu, hivyo haikuwa ni virahisi yeye kuweza kwenda kupokea uponyaji. Kwa hiyo kwa namna hiyo ingemfanya yeye angelalamika, angesema kwamba hii sababu kutokana na kuwepo kwa watu wengi wamemzunguka Yesu ndio maana sijapokea. Kuwepo kwa watu wengi ambao wamemzunguka Yesu kumenifanya mimi nisiweze kutatuliwa tatizo langu. Kwa hiyo nitaendelea kubaki kwenye hii hali, nitaendelea kuteseka. Kwa sababu gani? Kwa sababu nimekosa msaada, watu wengi wamemzunguka Yesu. Ndivyo hivyo watu wengi wana sababu kwenye maisha yao. Mtu kutokufanikiwa, wewe kutokufanikiwa isiwe ni sababu ya kumlaumu mwingine. Wewe kutokufikia kwenye mafanikio yako, wewe kutokufikia kwenye malengo yako, usitafute sababu. Watu wengi kwenye maisha huwa wanatengeneza sababu. Yaani nisipofanikiwa mimi ninatengeneza sababu ya kumlaumu mwingine, ya kulaumu chochote kile ambacho nitaona mimi hii nikitengeneza sababu hii itakuwa sababu yenye mashiko ya kulaumu mimi kutokuwa hapa. Lakini ukiangalia kwamba lawama haiwezi kukufanikisha, kuendelea kulalamika hakuwezi kufanya uweze kutoka kwenye tatizo. Ni kweli, kwa mfano hatuna tatizo la ajira lipo, na si Tanzania tu, bali kwa ulimwengu mzima. Kama hata mataifa mengine wana tatizo la vijana kutopata ajira. Lakini kama kijana haifanyi uendelee kulalamika kwamba kwa sababu ya kutokuwepo kwa ajira, kwa sababu serikali haitoi ajira, kwa sasa mimi nitaendelea kubaki kwenye hali ya kujiajiri kwa sababu serikali haijatoa ajira. Hiyo ni sababu ambayo inaofanya watu wengi sana wasiweze kufanikiwa kwenye maisha. Sasa Yesu anapokuja kwenye maisha ya mtu anaondoa zile sababu. Imani unaoiweka kwa Yesu ndio inaokufanya ukapokee muujiza, upokee uponyaji. Mwanamke mmoja kwenye Biblia, yeye aliamini kwamba Yesu, nikigusa tu pindo la Yesu nitapata uponyaji. Mwingine akaamini kwamba Yesu akitamka neno tu mfanyakazi wangu ataweza kupona. Akisema neno tu, neno lolote lile atakalolisema la uponyaji, mfanyakazi wangu ataweza. Kwa hiyo ukiondoa sababu zile ambazo zinazofanya uendelee kuwa mtu wa lawama, kuendelea kulaumu mazingira, kulaumu watu, kulaumu serikali na sababu zingine ambazo zote unaziona kwamba za kulaumu, ili ziweze wewe kukukizi, ziweze wewe kukufanya kwamba uwe comfortable, uendelee kukaa kwenye comfort zone ambayo uliopo, ndio uweze kujiamini. Ni sababu ambayo ya kukutoa wewe mahali ambapo upo ni kuamini kwamba Yesu anaweza akakusaidia kwa namna yoyote ile. Mtu mmoja kwenye Biblia, Isaka, kulikuwa na njaa kali sana kwenye nchi ya Gerari, akataka kukimbia kwenda Misri, lakini Bwana akamwambia baki kwenye nchi hiyo hiyo ya Gerari na wala usiende Misri. Na katika kipindi kile mazingira ambayo yalikuwa ni magumu, angeweza kulaumu kwamba mazingira niliyopo haya ni mazingira magumu, ndio mazingira yanayonifanya nisifanikiwe, ndio mazingira ambayo yananifanya nisipate chakula, kwa sababu haya mazingira ambayo niliyopo ndio amenifanya niwe kwenye hii hali. Lakini Mungu akamwambia baki kwenye sehemu hiyo hiyo. Kumbe mazingira hayawezi yakamzuia Mungu, au mazingira hayawezi yakakuzuia wewe kufanikiwa. Mazingira yoyote yale, yawe ni mazingira magumu, yawe ni mazingira ambayo hayakupi support, yawe ni mazingira ambayo hayatoi msaada kwako, iwe ni watu hawatoi msaada kwako, acha kulalamikia watu. Kila mtu ana matatizo yake duniani hapo, kila mtu ana changamoto zake.
changamoto yako wewe isikufanye ukawaraumu wengine. Changamoto yako wewe ikupe fursa ya kutengeneza fursa ya kumlilia Mungu, ya kwenda mbele za Mungu na kumlilia Mungu na kumwambia Mungu, kwenye hili jambo, kwenye hili tatizo niliopo, inaomba ujitukuze. Isaka kwenye ile tatizo aliyokuwa nao la njaa, tena Biblia inasema njaa iliyokuwepo kipindi kile ni zaidi ya njaa iliyokuwepo siku za Ibrahim. Angeweza kusema hii njaa imekuwa kali sana, bora kipindi kile baba yangu alipokuwepo njaa haikuwa kama namna hii, lakini yeye aliamini kwamba Mungu ataweza kunisaidia. Kwa hiyo ni kuamini kwamba Mungu anaweza akakusaidia na kutoka kwenye tatizo lolote lile pasipo kujali sababu yoyote ile. Sababu yoyote ile ambayo unaojilaumu, inaokupa wewe kutoa lawama, ni sababu inaokufanya umzuie Mungu asiweze kufanya jambo kwenye maisha yako. Mungu ana uwezo wa kufanya lolote lile kwenye maisha yako. Ana uwezo wa kukuinua, ana uwezo wa kukutoa na kupeleka sehemu nyingine. Ana uwezo wa kuponya magonjwa yako, ana uwezo wa kuokoa hiyo ndoa yako, ana uwezo wa kusaidia wewe ukapandishwa cheo. Hiyo nafasi ambayo umekuwa ukilia kwa muda mrefu kwamba nimekaa kwenye hii nafasi, wenzangu wanaokuja, kuna vijana wapo, nimekaa kwenye ofisi, wamenikuta nipo, wamepandishwa vyeo, wameongezewa mshahara, nafasi zao zimebadilika, lakini mimi bado nipo kwenye hii nafasi. Unakuwa unatoa lawama kwamba kwa nini mimi bado nipo kwenye hii nafasi, lakini Mungu ana uwezo wa kukutoa kama tu ukiondoa malalamiko, kama tu ukiondoa lawama. Kwa hiyo lawama ni kizuizi cha uponyaji. Lawama inapokuwepo, unapokuwa unatoa lawama, maana yake inakuwa inamaanisha kwamba Mungu hawezi kutatua tatizo lako, na inakuwa inamaanisha kuwa kwamba tatizo ulionao ni kubwa kuliko uwezo wa Mungu. Uponyaji ili uweze kufanyika kwenye maisha ya mtu, ni lazima mtu kwanza aamini Mungu ana uwezo mkubwa kuliko lile tatizo alionalo. Aamini kuwa Mungu ni Mungu mwenye uwezo, hashini na lolote. Yeye yuko juu ya vyote, yeye ni yote katika yote, yeye ni Mungu muweza wa vyote, kwamba vitu vyote kwake vinawezekana. Kwa hiyo imani yako ukitengeneza tafakari kwamba Mungu aliweza kuwavusha wana wa Israeli, kwamba walivyokuwa katikati ya bahari ya Shamu, alafu nyuma kuna maadui wanawafuata, kuna Wamisri wanawafuata, Mungu akatengeneza njia pasipo na njia. Mungu akatawanya bahari ya Shamu, alafu wao wakapita na maadui zao wakawa wamefunikwa kwenye yale maji, wakawa wamekufa kwenye yale maji. Kwa hiyo Mungu anaweza akatengeneza msaada kwako kwa wakati wowote ule, bila kuangalia mazingira, bila kuangalia watu, bila kuangalia mzazi wako, bila kuangalia serikali. Kwa hiyo lawama, usitengeneze kuwa na lawama. Muamini Mungu kwamba yeye anaweza bila kitu chochote kile. Mungu anajitosheleza. Yaani Mungu kuweza kukufanikisha wewe hahitaji mtu wako wa karibu, hahitaji mzazi wako, hahitaji mazingira. Mungu anajitosheleza. Yeye mwenyewe ndio atatengeneza mazingira, yeye mwenyewe ndio ataleta watu, yeye mwenyewe atafanya kila namna ili aweze kufanikisha. Mungu akubariki. Ni ombi langu kwa Mungu kwamba akusaidie uweze kuondoa lawama na umtazame Mungu. Mtazame Mungu kuliko kuitazama tatizo ulilonalo. Mtazame Mungu kuliko kutazama lawama ulizonazo. Mungu akubariki. Amen.